ya lugha. Huitwa nini? Matumizi ya lugha. Tunaenda matumizi ya lugha mbalimbali. Na katika matumizi ya lugha tunaanza na nini? Na ngeli. Nini? Ngeli. Viambishi ngeli. Ngeli huwa na viambishi. Kisha tunaanza na ngeli ya awa. Kisha tunasema kwamba viambishi ngeli silabi zinazowakilisha ngeli katika umoja na wingi. Kila ngeli kuna viambishi vyake. Vile viambishi, zile silabi ambazo zinapatikana katika ngeli mbalimbali naitwa nini? Naitwa viambishi ngeli. Naitwa nini? Viambishi ngeli. Kwa mfano, ngeli ya awa iko na viambishi viwili. Kiambishi cha kwanza ni a. Kiambishi cha kwanza ni nini? A. Kisha kiambishi cha pili ni wa. Sasa ndio maana inaitwa ngeli ya awa. Ngeli ya awa. Haya, mfano katika ngeli ya awa, kiambishi a huwakilisha ngeli ya awa katika umoja, huku kiambishi wa huwakilisha ngeli ya awa katika wingi. Unaelewana? Yes. Kwa mfano katika sentensi, mtoto ameenda. Wingi ni watoto wameenda. Kiambishi a hapa kinakuja kabla ya mzizi wa kitenzi. Hiki ni kiambishi cha ngeli ya awa. Mtoto ameenda. Hii silabi a inawakilisha ngeli ya awa katika nini? Mtoto ameenda. Watoto wameenda. Silabi wa inawakilisha ngeli ya awa katika wingi. Kwa inamaanisha kwamba ukitumia kiambishi a inamaanisha sentensi ni ya umoja. Ukitumia kiambishi wa ngeli iko nomino iko sentensi katika wingi. Hiyo ni maana inaitwa ngeli na viambishi ngeli. Sasa ukianganisha hivi viambishi inakuja a wa ukianganisha vile viambishi na kujua viambishi. Asante.